Karibu sana mtazamaji wa Kishamba TV, karibu kwenye meza ya magazeti, na leo hii ni siku nzuri kabisa ikiwa ni Ijumaa ya Oktoba 10 mwaka 2025. Tumekutana tena hapa kwenye meza ya magazeti kwa ajili ya kuziangazia taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele, na kama ilivyo kawaida tuna magazeti mawili hapa. Tuna gazeti la Mwananchi lakini pia tuna gazeti la Mwanaspoti kwa ajili ya kuziangazia taarifa zote za kimichezo ambazo zimepewa kipaumbele. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera tupo na Morris, na bila kupoteza muda tuanze sasa kuyagusia yale ambayo yamepewa kipaumbele kupitia gazeti la Mwananchi, na nimelikamata hapa. Hivi ndivyo ambavyo linavyoonekana kwa siku hii ya leo. Gazeti la Mwananchi ikiwa ni Oktoba 10 leo hii lina muonekano wa namna huu, na bila kupoteza muda habari kubwa kwa siku hii ya leo kwenye gazeti la Mwananchi limeandika simu janga kwa afya ya macho, wataalamu wabainisha uchovu, kuona ukungu na maumivu ya kichwa, washauri mambo ya kufanya, serikali yataja kiwango cha madhara. Milioni 12 idadi ya Watanzania wanaohitaji huduma za macho, huku zaidi ya watoto 1000 wamefanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho na kupatiwa miwani. Simu bado ni janga kwa afya ya macho, na takwimu zimekuwa kubwa kweli kweli. Milioni 12 ni idadi ya Watanzania wanaohitaji huduma ya macho. Milioni 12 idadi ya Watanzania wanaohitaji huduma ya macho. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 4, na mimi nikigusia hapa kiuchache ni kwamba wakati dunia ikiadhimisha siku ya macho jana, matumizi ya vifaa vya kielektroniki ikiwemo simu yametajwa kutishia usalama wa macho, huku wataalamu wa afya wakipaza sauti wakitaka serikali ichukue hatua za haraka ili kunusuru hali mbaya inayoweza kujitokeza katika miaka michache ijayo na kulinda afya ya macho. Na kuna nukuu hapa, kuna nukuu ya mtaalamu wa saikolojia Dr. Alex Ndalu, anasema kuwa vijana wengi wanapoteza uwezo wa kuishi bila simu, wanapata wasiwasi pindi mawasiliano yanapokatika, kuishiwa bando au internet, hali ambayo ni dalili ya utegemezi wa kisaikolojia. Yani kilichoongolewa hapa ni kweli kabisa. Baadhi ya vijana wengi, kwa asilimia kubwa sana sasa hivi, simu ikikosa bando tu basi akili haikai sawa, akimaanisha kwamba tayari kisaikolojia ni wategemezi, kwa maana kwamba simu itakapoishiwa bando basi wewe unakosa kitu kingine cha kufanya zaidi ya kutafuta gharama nyingine za kuiwezesha simu iweze kuwa na bando. Kwa hiyo mtaalamu huyu wa afya ameongelea vitu vingi sana kuhusiana na afya ya macho, lakini pia ni jinsi gani vifaa vya kielektroniki ikiwemo simu jinsi inavyoathiri macho, pamoja na uchovu, ukungu na maumivu ya kichwa, moja ya sababu ambavyo inawafanya watu wanaotumia simu kwa muda mrefu kuathiriwa kwa vitu vingi kabisa. Ukurasa wa 4 taarifa hii inapatikana kwa uzuri kabisa. Unaweza tu kujipatia nakala yako ya gazeti la Mwananchi ukasoma kiundani ni kwa jinsi gani unaweza ukaipukana na hizi athari zitokanazo na simu kwenye macho. Sawa, mimi nikiachana na hii taarifa ambayo inapatikana ukurasa wa 4, kuna taarifa nyingine pia ukurasa wa 3 ikiandika mambo manne kesi ya Polepole, na kuna habari picha hapa ikiwa na muonekano wa namna hii hapa. Nikimuona wakili wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, Peter Kibatala wa pili kushoto, akizungumza na waandishi wa habari nje ya Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam jana. Ukurasa wa 3 taarifa hii inapatikana, ambapo ni Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeridhia maombi ya mawakili wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ya kuwasilisha kiapo cha ziada katika shauri la maombi yanayohusu madai ya kutekwa kwake. Mahakama hiyo imeridhia maombi hayo yaliyowasilishwa jana na jopo la mawakili wa Polepole linaloongozwa na Peter Kibatala kwenye shauri la maombi ya amri ya mahakama kumfikisha Polepole mahakamani. Na kuna nukuu yake hapa. Wakili Peter Kibatala huyu anasema kuwa haki zake za kikatiba zimekiukwa bila sababu za msingi. Ustawi wa muombaji unahitaji uangalizi na uingiliaji wa haraka, ikiwemo kujua hali ya maisha. Lakini pia kuna taarifa hapa kuhusiana na Polepole ni nani?
Na nini nitakugusia hapa ili kumfahamu vizuri huyu Polepole ni nani. Humphrey Polepole ni mwanasiasa, mwanadiplomasia na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Amewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, katibu wa itikadi na uenezi CCM, mbunge wa kuteuliwa na baadaye balozi wa Tanzania nchini Malawi, Cuba na nchi zingine za Amerika ya Kusini. Alizaliwa mwaka 1978 na ni mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2025 Polepole alijiuzulu nafasi yake ya ubalozi, akieleza kutoridhika na namna mambo yanavyoendeshwa serikalini. Baadaye aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana Oktoba 6 mwaka 2025 katika makazi yake ya muda Ununio, Dar es Salaam. Kupitia mawakili wake Peter Kibatala, ameiomba mahakama iamuru aachiwe kwa dhamana au afikishwe mahakamani kwa mujibu wa sheria. Na hiko ndicho ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa kuhusiana na huyu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye sasa hivi inasemekana ametekwa na watu wasiojulikana, lakini tayari mawakili wake akiwemo Peter Kibatala, wakili mzoefu kabisa huyu, wanalifuatilia sakata hilo kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri, lakini pia wako sambamba na jeshi la polisi katika kuhakikisha basi kila kitu kinaenda sawa bin sawia. Ukurasa wa 3 taarifa hii inapatikana kiundani kabisa, unaweza tu kujipatia nakala yako ya gazeti hili la Mwananchi kwa ajili ya kusoma kiundani. Nikiachana na taarifa hiyo, ukurasa wa 2 kuna taarifa hapa kuhusiana na uendeshaji nchi hauna majaribio. Hii nukuu ikieleza kuwa uendeshaji nchi hauna majaribio. Ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wasidanganywe. Haya, ukurasa wa 2 taarifa hii inapatikana kiundani, ambapo imeeleza kuwa mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan amesema hakuna majaribio kwenye uendeshaji wa nchi, huku akiwataka Watanzania kukichagua chama hicho na maslahi yao yatapatikana. Mgombea huyo aliwataka wananchi wasikubali kudanganyika, bali wachague chama cha watu wanaoaminika kwa kazi zinazoonekana. Samia aliyasema hayo jana katika mkutano wa kampeni uliofanyika Bunda mjini mkoani Mara, akitokea Mwanza alikofanya mikutano minne, kisha akawasalimia wakazi wa eneo la Lamadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu kabla ya kuingia Mara. Na hapa kuna habari picha nikiwaona wananchi wa wilaya ya Bunda mkoani Mara wakiwa katika mkutano wa hadhara wa mgombea urais wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kuna nukuu yake hapa ikieleza kuwa katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio, unampa nchi yule unayemwamini ataendesha vyema na maslahi ya nchi yatapatikana. Ukiangalia Tanzania, ukiangalia chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya wananchi yatapatikana ni CCM. Kwa hiyo ni mikutano hiyo ya kampeni inayoendelea kupitia chama cha CCM na mgombea wake Dr. Samia Suluhu Hassan akiendelea kufanya mikutano mkoa kwa mkoa, sehemu kwa sehemu, kwa ajili ya kuomba ridhaa kwa wananchi kuhakikisha kuwa ikifika pale Oktoba 29 basi anaweza wakampatia nafasi kwa ajili ya kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka 5 mingine. Ukurasa wa 2 taarifa hii inapatikana kwa uzuri kabisa, unaweza kujipatia nakala yako ya gazeti la Mwananchi kwa ajili ya kusoma kiundani. Ukurasa wa 8 kuna taarifa inayosema alichokisema mpiga doria mitandaoni dhidi ya Lissu, na kuna nukuu hapa aieleza mahakama kilichomvutia kuifungua video na alivyobainisha jinai kwenye kauli za mshtakiwa. Tunafahamu kwamba kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inaendelea hivi sasa, kukiwa na uulizaji wa maswali pamoja na majibu ukiendelea kati ya mshtakiwa pamoja na mashahidi, na kesi iliendelea siku ya jana. Na nitakugusia hapa hii taarifa kutokea ukurasa wa 8 inaeleza kuwa shahidi wa pili wa jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameieleza mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam jinsi alivyobaini jinai katika maneno yaliyotamka mshtakiwa.
Shahidi huyo mkaguzi wa polisi John Kaaya alisema ndiye aliyeiona na kuipakua picha mjongeo video clip iliyomwonyesha Lissu akitamka maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini. Alisema wakati anaiona hiyo video hiyo Aprili 4, 2025 ilikuwa imeshatazamwa na watu 1039 na maoni 300, na wakati anaipakua Aprili 7 idadi ya watu waliotazamwa ilikuwa imeongezeka na kufikia watu 1052, ingawa idadi ya maoni ilibaki ile 300. Na kuna nukuu yake hapa ya hati ya mshtakiwa ikisema, wakisema msimamo huu unaashiria uasi, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana huu uchaguzi utaenda kuvurugika kweli kweli, tunaenda kukinukisha vibaya mno. Hii ndo kauli ambapo inaelezwa kuwa ilihisiwa kuwa na uhasi, na ndo hiyo ambayo inaendelea paka hivi sasa kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ilianzia hapa kwenye hii kauli inayosema kwamba wakisema msimamo huu unaashiria uasi, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana huu uchaguzi, tunaenda kuvuruga kweli kweli, tunaenda kukinukisha vibaya mundo. Lakini pia ukijipatia gazeti hili la Mwananchi utaweza kusoma, tunasema kwamba ni dialogue au majibizano jinsi alivyokuwa pale mahakamani kati ya wakili pamoja na shahidi, jinsi alivyoendelea, maswali ambayo yaliulizwa na majibu ambayo yaliyotolewa. Mdahalo huo upo wote hapa kwenye ukurasa wa 8. Unaweza tu kujipatia nakala yako ya gazeti la Mwananchi kwa ajili ya kusoma kiundani. Ukurasa wa 19, ukurasa wa 5 kuna taarifa kuhusiana na mgombea urais ahidi kuleta bombadia 70. Mgombea urais ahidi kuleta bombadia 70. Ukurasa wa 5. Taarifa hii inapatikana kiundani, ni kutokea mkoani Tabora, ambapo ni mgombea urais wa Chama cha Demokrasia Makini, chama cha Makini hiki, Costa Kibonde ameahidi kununua ndege 70 aina ya bombadia ili kurahisisha usafirishaji wa abiria hapa nchini. Vile vile mgombea huyo amewahimiza wananchi kuwapuuza watu wote wanaohamasisha vurugu na vitendo vya uchochezi, kwani amani ya nchi ni muhimu zaidi ili kupata maendeleo. Na kuna nukuu yake hapa huyo mgombea urais Costa Kibonde, anasema kuwa fedha zipo za kutosha na haya mambo yanawezekana. Kwa hiyo nyie nipeni ridhaa, nitaongoza taifa, muone maisha yenu yatakavyobadilika na mtaishi kwa raha sana, kwani hakuna kikwazo chochote. Huyo ni mgombea urais kupitia chama cha Makini, akiendelea kunadi sera zake kwa ajili ya kuendelea kuwashawishi wananchi waweze kumpigia kura ikifika hapo pale Oktoba 29. Na mpaka hivi sasa tumesalia na siku 19 tu ili kuelekea uchaguzi huo mkubwa kabisa. Kama taifa tunaelekea kwenye tukio kubwa sana. Nikifunua ndani ukurasa wa 2 pamoja na wa 3, Chauma yaahidi barabara ya njia 8 Kibaha Chalinze. Ni mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha ukombozi wa umma Chauma, Salum Mwalimu ameahidi kukamilisha ujenzi wa njia 8 barabara ya Morogoro kuanzia Kibaha hadi Chalinze kama mkakati wa kuifungua Dar es Salaam na Pwani kiuchumi endapo atachaguliwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Na kuna nukuu yake hapa, nikiwaona wananchi wa eneo la picha ya ndege Kibaha mjini mkoani Pwani wakimsikiliza mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha ukombozi wa umma Salum Mwalimu. Wamejitokeza watu hapa, ni wengi kweli kweli, wakisikiliza sera hizo za mgombea urais kupitia chama cha Chauma. Nikifunua ukurasa wa 5 kuna taarifa kuhusiana na usalama barabarani, ambapo ni program ya Tanga Yetu ilivyosaidia kupunguza ajali za barabarani kwa watoto wa shule jijini Tanga.
na kuna vitu vingi ambavyo vimeelezwa hapa. Kwa miaka mingi kitendo cha kutembea kwenda shule kilikuwa moja ya kitu hatari katika siku ya mtoto ndani ya jiji la Tanga. Vivuko visivyokuwa na alama, magari yaendayo kasi na pikipiki zilizojaa katika maeneo ya kuingilia shule ziligeuza madarasa kuwa maeneo hatarishi kwa wanafunzi. Wazazi walikuwa na wasiwasi, walimu walijiandaa kwa taarifa za ajali, na mara nyingi watoto walivuka barabara kwa hofu. Hofu hiyo ilipungua wakati wa awamu ya kwanza ya utekelezaji wa programu ya Tanga Yetu, wakati wa ushirikiano wa Amend ulipobadilisha shule kuwa maeneo salama. Kwa hiyo kwa programu hiyo ya Tanga Yetu imewezesha basi kupunguza ajali za barabarani kwa watoto wanaoenda shule katika mkoa wa Tanga. Ukurasa wa 6 kuna taarifa inayosema sharti la dhamana ya visa laibua mjadala. Ni kutokea hapa mkoani Dar es Salaam, ambapo ni hatua ya Marekani kuweka sharti la dhamana ya visa kwa raia wa Tanzania wanaoingia nchini humo imezua mjadala miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya uchumi na diplomasia, wakionya kuwa masharti hayo yanaweza kuleta athari mbalimbali. Wameeleza kuwa hatua zilizoanza kuchukuliwa na serikali zina umuhimu wa kipekee katika kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo uliodumu kwa zaidi ya miongo minne. Maoni hayo yamekuja tangu Marekani ilipotangaza masharti mapya ya visa kwa raia wa mataifa 7 ikiwemo Tanzania, Mali, Sao Tome, Gambia, Malawi pamoja na Zambia, ambapo wasafiri wa biashara na utalii watalazimika kufuata utaratibu mpya wa kuingia nchini humo. Na kuna taarifa zaidi hapa ikieleza kuwa Profesa wa uchumi Abel Kinyondo alisema masharti hayo yanaonesha namna ambavyo Tanzania si rafiki wa karibu na Marekani. Rais Donald Trump kwa sasa anaangalia maslahi ya ndani ya nchi yake, kwa hiyo anaangalia ni wapi panamsaidia na wapi hana ufaiki nako, alisema. Kinyondo aliongezea kuwa Tanzania ilijipambanua kama taifa lisilofungamana na upande wowote, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda inaonekana inafungamana na mataifa ya mashariki kama China na India, na huenda hiyo ni sababu mojawapo ya ujio wa masharti hayo. Kwa hiyo tunafahamu kwamba ubalozi imetoa masharti mapya kuhusiana na visa kwa ajili ya kuingia nchini Marekani, visa kwa wafanyabiashara pamoja na watalii, ambapo kuna masharti ambayo yamewekwa mapya, na nimeona wadau wengi kweli kweli wakatolea maoni masharti hayo. Na huyu mchambuzi wa masuala ya diplomasia pamoja na uchumi ameeleza kuwa kutakuwa na athari nyingi ambazo zitatokana na masharti ambayo yamewekwa na Rais Donald Trump. Mimi nimekamilisha taarifa ambazo zimepewa kipaumbele kupitia gazeti la Mwananchi, na bila kupoteza muda na kamata gazeti la Mwanaspoti, taarifa zikiwa ni nyingi kweli kweli. Tunafahamu timu ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa hapa kwetu nchini Tanzania, ikiwemo Simba, Yanga, Singida Black Stars pamoja na Azam FC tayari zimeanza mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na michuano hiyo ambayo inapigwa mwezi huu wa 10. Simba jana ilikuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal na imeibuka na ushindi wa mabao 2-1. Leo hii Yanga na wenyewe watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya TRA, ambapo mchezo huo utachezwa majira ya saa 3 asubuhi dhidi ya TRA pale viwanja vya Gymkhana. Sasa nimekamata gazeti la Mwanaspoti hapa. Hivi ndivyo ambavyo linavyoonekana kwa siku hii ya leo, nikiona picha kubwa kweli kweli ya mchezaji wa klabu ya Simba. Si mwingine huyu ni Bajaber, amewekwa hapa leo kwenye ukurasa wa mbele kabisa. Habari kubwa imeandika Bajaber avuruga kikosi Simba. Ukurasa wa pili taarifa hii inapatikana, Bajaber avuruga kikosi Simba. Soa ageuka gumzo la nini? Taarifa hii inapatikana ukurasa wa pili, na imeeleza kuwa katika mechi 5 za mashindano ilizocheza Simba msimu huu, kiungo mshambuliaji Mohamed Bajaber hakuonja hata dakika moja. Hiyo imetokana na majeraha ya nyama za paja aliyokuwa nayo yakimsumbua tangu atue kikosini hapo.
Sasa basi kitendo cha Bajaber kupona majeraha yaliyomweka nje kwa muda mrefu na sasa kurejea kwenye uwanja wa mazoezi kimemfanya kiungo huyo wa eneo la ushambuliaji kuibua maswali ya nani atang'oka katika kikosi cha kwanza cha Simba ili aingie kuonyesha mavitu yake. Sasa hii imetokana na msimu huu wachezaji tegemeo wa Simba wanaocheza katika eneo hilo kuanza taratibu tofauti na ilivyokuwa msimu uliopita. Wachezaji hao ni Elie Mpanzu, Kibu Denis pamoja na Joshua Mtale. Bajabeli aliyesajiliwa Simba msimu huu akitokea Kenya Police hajacheza mechi yoyote kutokana na majeraha nyama za paja yaliyomsumbua, lakini sasa amepona na anafanya mazoezi ya nguvu na wenzake kambini. Kwa hiyo wana Simba mtegemee mazuri kabisa kutokea kwa Mohamed Bajaber. Tayari ameanza kupona taratibu na ameanza mazoezi pamoja na wachezaji wenzake kambini. Kwa hiyo muda wowote kwenye mechi yoyote tunaenda kumshuhudia Mohamed Bajaber akionyesha mavitu kwa klabu yake ya Simba. Lakini pia ukurasa huu wa pili kuna taarifa kuhusiana na Soa Ahua, kazi ipo. Ni mwendelezo wa ufungaji wa mabao kutoka kwa mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa. Wataalamu wa soka wanauona unakwenda kuibua ushindani katika kikosi hicho na kuzalisha mabao mengi msimu huo. Oktoba 9 kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel, Simba imebuka na ushindi wa mabao 2-1 katika mechi ya kirafiki dhidi ya Al Hilal ya Sudani, wafungaji akiwa ni Jonathan Soa pamoja na Jean Charles Ahua. Ngoma ngumu. Soa anapigania nafasi na Selemani Mwalimu pamoja na Steven Mukwala. Kwa hiyo Soa pamoja na Ahua, kazi ipo. Tunamfahamu kwamba Jonathan Soa ni mchezaji mwenye rekodi nzuri sana tangu alivyokuwa Singida Black Stars. Alikuwa yeye ni mtu wa kucheka na nyavu. Lakini pia Jean Charles Ahua naye msimu uliopita ni mchezaji pekee aliyeibuka na magoli mengi kweli kutokea pale kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo hawa wawili kuchezea sehemu moja inaonyesha jinsi gani Simba ya msimu huu basi inaweza ikawa Simba yenye kufunga magoli mengi kweli. Hapa chini kuna picha ndogo ambayo inamuonyesha Jonathan Soa pamoja na Jean Charles Ahua, wote wakiwa kichwani wamepiga bridge. Sio uwezo tu wa kufanana bali hata kichwani pia wamefanana, wote wameweka bridge kwa pamoja. Nikiachana na taarifa ya Simba ambayo inapatikana ukurasa wa pili, ukurasa huo wa pili kuna taarifa kutokea pale viwanja vya Twiga na Jangwani ikieleza kuwa Falls ashtua mastaa Yanga. Ishu ya Baka alisema kuwa bado hilo sio tatizo kubwa sana kwa upande wa Yanga, kwani ina kikosi kipana chenye wachezaji. Aliongelea pia kuhusiana na kadi nyekundu ambayo alipewa Ibrahim Baka, ambapo atakosekana kwenye mechi 5. Ibrahim Baka alipewa adhabu baada ya kucheza lafu kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City, ambapo baada ya kamati ya masaa 72 pale TFF iliweza kumpa adhabu ya kutokosekana kwenye mechi 5 za Yanga zijazo. Kwa hiyo kocha Falls yeye anasema kwamba kukosekana kwa Baka hiyo haitoisumbua klabu ya Yanga kwa sababu wana kikosi kipana chenye wachezaji bora kweli. Oktoba 18 kuna mchezo huu wa CAF Champions League kwa upande wa Yanga, ambapo wataanzia ugenini wakikipiga dhidi ya Strikers. Kwa hiyo wamesalia na siku 8 tu kwa ajili ya kukutana kwenye mchezo huo wa ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa ni hatua ya kwanza. Nikifunua hapa ukurasa wa pili kuna taarifa kuhusiana na Chuda amtahadharisha Mponda. Taarifa hii ni bondia chipkiz Saifu Chuda kutokea Daton Gym ya Dar es Salaam amesema amekuwa na wiki ngumu ya maandalizi kuelekea pambano lake dhidi ya Mohamed Mponda, huku akiamini juhudi hizo zitazaa matunda. Chuda mwenye uzito wa kilogram 60 atapanda ulingoni Oktoba 11, 2025 katika pambano la raundi 4 na la The Most Wanted litakalofanyika kwenye ukumbi wa Manyara Park hapa Dar es Salaam. Pia nikiendelea hapa kwenye ukurasa wa 3, Misri yazifuata Morocco, Tunisia kombe la dunia
Ni Misri imeungana na Morocco na Tunisia kufuzu fainali ya kombe la dunia 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Djibouti katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Labo Desailly Casablanca nchini Morocco, huku Tanzania ikimaliza harakati za kufuzu kwa kufungwa bao 1-0 nyumbani dhidi ya Zambia juzi Jumatano, kabla ya mechi hizo mbili kutoka Afrika zilishafuzu kombe la dunia ambazo ni Morocco kutoka kundi E na Tunisia kutoka kundi H. Kwa hiyo Tanzania hatukuweza kupata nafasi ya kufuzu michuano hii. Kwa hiyo mataifa ambayo Afrika tayari yamefuzu ni Misri ambayo imeungana na Morocco pamoja na Tunisia kwa ajili ya kufuzu fainali hizo. RT yalenga dhahabu mbio za nyika. Ni shirikisho la riadha Tanzania RT limetangaza kufanyika kwa majaribio ya kitaifa ya mbio za nyika kuanzia Novemba 22, 2025 kwa ajili ya kuchagua wanariadha watakaowakilisha nchi kwenye mashindano ya dunia yatakayofanyika Januari 10, 2026 huku Tallahassee, Florida, Marekani. Na kuna nukuu hapa ya rais wa RT, anasema kuwa historia yetu inaonyesha uwezo tulionao. Tunataka kurudisha heshima hiyo kwa taifa. Leo hii kuna muendelezo wa mechi za kufuzu World Cup. Kutakuwa na mchezo kati ya Zimbabwe dhidi ya Afrika ya Kusini saa 1 kamili usiku katika dimba la Madiba. Saa hizo ndio taarifa ambazo zimepewa kipaumbele kwa siku hii ya leo kwenye ukurasa wa mbele hapa na ukurasa wa ndani kupitia gazeti la Mwanaspoti. Na bila kupoteza muda nimalizie kwa kurasa za nyuma kwenye gazeti hili la Mwanaspoti. Limeeleza kuwa for sale Manchester United. Awali wamiliki Glazer family walimuuzia Sir Jim Ratcliffe hisa 27.7% tu za klabu hiyo. Taarifa hii ni kutokea huko Manchester United, ambapo ni tajiri na kiongozi wa sekta ya michezo na burudani wa Saudi Arabia, Turki Al-Sheikh, ameweka wazi kwamba Manchester United ipo karibu kuuzwa kwa tajiri mpya. Al-Sheikh, ambaye inaelezwa kuwa yuko kwenye mazungumzo na Manchester United kuhusu kuialika timu hiyo kucheza mechi ya kirafiki nchini Saudia, alituma ujumbe kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, Jumatano usiku akieleza kwamba mazungumzo yamefikia hatua nzuri na muda sio mrefu miliki mpya anaweza kutangazwa. Kwa hiyo Manchester United ipo sokoni na muda sio mrefu miliki mpya wa klabu hiyo atatangazwa. Michezo ijayo ya Manchester United: Oktoba 19 mchezo wa EPL watakuwa ugenini dhidi ya Liverpool. Oktoba 25 watakuwa nyumbani dhidi ya Brighton. Novemba 1 watakuwa ugenini dhidi ya Nottingham Forest, na Novemba 8 watakuwa ugenini dhidi ya Tottenham Hotspur. Nikifunua ndani hapa, Chelsea sasa ni kinara baada ya usajili wa maana uliofanywa kwa takriban misimu miwili. Chelsea imekuwa timu yenye thamani kubwa zaidi duniani katika soka. Wachambuzi kutoka chuo cha masuala ya michezo kilichopo Uswizi wametoa ripoti inaonyesha kuwa kikosi cha Enzo Maresca chenye maskani yake Stamford Bridge kina thamani ya pound bilioni 1.56. Mambo ya fedha haya. Mchezo ujao wa Chelsea ni Oktoba 18 wakiwa ugenini wakikaribishwa na wenyeji wao Nottingham Forest. Sawa, Star avunjika mifupa ya shingo, hatarini kupooza. Ni nyota wa kimataifa wa Togo Samuel Asoma yupo katika hatari kubwa ya kupooza mwili mzima baada ya kujigonga vibaya katika bango la matangazo uwanjani. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 31 aliyekuwa akichezea klabu ya Pango katika mechi dhidi ya Chongqing katika ligi daraja la pili nchini China alipata ajali mbaya baada ya kujigonga katika bango na kuvunjika shingo. Barcelona yaamua kwa Rashford. Ni Barcelona imeshafanya maamuzi kuhusu hatima ya mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford anayecheza kwa mkopo katika kikosi hicho. 8 mabao aliohusika Rashford katika mechi 10 za Barcelona, akifunga 3 na asisti 5. Nikimalizia hapa, Rafiki ampa neno zito Guardiola. Ni mkufunzi Carles ambaye ni miongoni mwa watu wanaoaminiwa sana na Pep Guardiola amemshauri kocha huyo aondoke Manchester City
mwisho wa msimu huu. Amemshauri hivyo. Kwa nini? Jipatie tu nakala yako ya gazeti hili la Mwanaspoti kwa ajili ya kusoma taarifa nyingi kwelikweli za kimichezo, ili usiwe mnyonge katika kubishana. Nikimalizia na kurasa za nyuma kupitia gazeti la Mwananchi, habari kubwa imeandika 3 za fuzu kombe la dunia 2026. Kazi ipo leo. Ni Misri imeungana na Morocco pamoja na Tunisia kufuzu fainali ya kombe la dunia 2026 baada ya juzi kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Djibouti katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Casablanca nchini Morocco. 3 ni idadi ya nchi ambazo zinaenda fainali la kombe la dunia. Kwa hiyo ni Misri, Morocco pamoja na Tunisia. JKT Queens Simba ni fainali ya kisasi ngao ya jamii. Fainali ya ngao ya jamii kwa upande wa wanawake iliyopigwa kesho kutwa Jumapili itazikutanisha JKT Tanzania dhidi ya Simba baada ya timu zote jana kuibuka na ushindi kwenye michezo yao ya nusu fainali katika mechi iliyopigwa uwanja wa KMC Complex. Katika mchezo wa kwanza hatua ya nusu fainali jana, Simba ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Mashujaa, huku JKT ikichapa Yanga kwa mikwaju ya penalty 6-5 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya 1-1. Falls abadili utaratibu Yanga wakati pressure ya kupoteza ajira ya kwa kocha wa Yanga ikizidi kwa Romain Folz. Mwenyewe kuna jambo ameshtua kwa wachezaji mazoezini baada ya kubadilishiwa utaratibu. Kuanzia Jumatatu wiki hii ambapo Folz amerejea kikosini, amebadilisha program nzima ya mazoezi ya timu hiyo ambayo imewaduaza wachezaji wake. Na kuna chanzo hapa kutokea Yanga kinasema, ni kweli tumebadili wengi, tumeanza kufurahia mazoezi kwa sasa, tunacheza sana mpira kuanzia Jumanne jioni mpaka jana. Hiyo sawa. 5 ni idadi ya mechi alizofundisha Folz Yanga bila kupoteza. Nikifunua ndani hapa kuna taarifa kuhusiana na 3 za fuzu kombe la dunia, na leo hii kuna michezo ambayo inaendelea. Lakini Manchester United inauzwa. 9 ni idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia kupitia bara la Afrika. Na taarifa kuhusiana na Manchester United kuuzwa pia inapatikana hapa kwa uzuri kabisa. Wale wa mashabiki wa Manchester United wanaweza wakajipatia tu nakala ya gazeti la Mwananchi kwa ajili ya kuisoma hiyo taarifa kiundani zaidi. Mimi sina la ziada hadi kufikia sasa hivi. Nikushukuru sana wewe mtazamaji wetu ambaye ulikuwa na sisi hapa mwanzo. Tunaanza meza ya magazeti mpaka hivi sasa tumefikia tamati. Leo ni Ijumaa, hatuna la ziada. Tukutane tena Jumatatu muda na wakati kama huu. Kwa sasa tu nikutakie Ijumaa njema pamoja na asubuhi njema.